Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kusafiri salama kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuja kufanya mkutano huu na ndugu zetu waandishi wa habari wa hapa Zanzibar na waandishi wa habari wa Tanzania bara kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 20, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini awali ya yote nianze kwa kuomba radhi kidogo, sauti yangu haiko sawa sawa, lakini naamini mtanisikia na tutaelewana. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mko hapa ukumbini, ndugu zangu wana Simba ambao mnatufuatilia mubashara hivi sasa kutokea Azam TV pamoja na chaneli ya Simba Sports Club ya YouTube, niseme tu kwamba tuko hapa kwa lengo kuu moja la kuzungumza nanyi kuelekea mchezo wetu wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 20, siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 4 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Amani Complex. Ziko sababu nyingi ambazo zimetufanya kuhamishia ama kuleta mchezo huu hapa, lakini kubwa kabisa ni kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao kila mmoja alishuhudia mechi yetu ya robo finali na Al Masry. Hali ya uwanja haikuwa yenye kuridhisha sana, na hivyo basi mamlaka zikaufungia uwanja huo, na option iliyobaki kwa Simba ni kuja katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo uwanja huu umekidhi vigezo vya CAF na ndio uwanja ambao Simba Sports Club tumeona ni sehemu salama sana kuja kucheza mchezo huu, na tukiamini ya kwamba tutapata kile ambacho tunakitaraji kwa sababu ya ubora wa uwanja wenyewe. Lakini kama haitoshi, Zanzibar ni second home ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko nyumbani tukitarajia kufanya yale ambayo tunakusudia kuyafanya katika uwanja huu. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa 3 na kufika hapa majira ya saa 5, na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tulionelea tuje hapa mapema ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe 20. Wapinzani wetu Stellenbosch mpaka sasa bado hawajatupa taarifa rasmi wanawasili lini, kwa hiyo tunasubiri kusikia kwao kama watakuja moja kwa moja hapa Zanzibar ama watapitia Dar na kuja huku. Tukishapata taarifa yao tutakuja kuwajulisha ili ratiba nyingine ziendelee. Simba Sports Club tunacheza nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya miaka mingi sana kupita. Mara ya mwisho Simba kucheza hatua ya nusu fainali ni mwaka 1993. Ni miaka mingi imepita. Baada ya jaribu nenda na rudi, hatimaye mnyama amerejea tena kwenye hatua ya nusu fainali. Baada ya kujaribu na kushindwa kwa takriban mara 5 mfululizo, mara hii ya 6 tumefanikiwa kufuzu na kuingia hatua ya nusu fainali. Sisi Simba Sports Club, kuanzia bodi ya wakurugenzi, management pamoja na mashabiki, tunayo furaha kubwa mno kufanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Hii ni hatua muhimu sana kwetu kwa sababu inaongeza profile ya klabu yetu, inakuza profile ya klabu yetu. Nyote mmeona
baada ya Simba kufanikiwa kuingia hatua nusu finali, tumepanda viwango vya ubora vya CAF kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 4 hivi sasa. Ni juhudi ambazo zimeanzia mbali, ni juhudi ambazo zimeambatana na kuanguka na kusimama, na hatimaye hii leo tumefikia nafasi ya 4. Lakini nafasi ya 4 bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali ni sehemu ya mapito ya Simba. Nafasi ya 4 ni sehemu ya mapito ya Simba Sports. Tunaitamani sana nafasi ya kwanza Afrika. Inawezekana ikawa ngumu kutokana na yule ambaye anashikilia nafasi hiyo hivi sasa, kwa maana Al Ahly, lakini lazima tujaribu kumsogelea. Kwenye kujaribu kumsogelea, maana yake tunaweza tukafika nafasi ya 2, tukafika nafasi ya 3, na kazi hiyo inaanza tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 katika dimba la Amani. Imani yetu ni kwamba tukifanikiwa kuvuka na kwenda hatua inayofuata, kwa maana hatua ya finali, tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi kwenye ubora wa kafu, na hayo ndiyo malengo ya Simba Sports Club. Kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Stellenbosch, wako watu ambao wameshaingiwa na ubaridi kwa sababu tu tumehama kutoka Benjamin Mkapa tumekuja uwanja wa Amani. Wengi wana imani kubwa ya kwamba Simba ana uwezo wa kufanya vizuri anapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Imani ya kwamba Benjamin Mkapa hatoki mtu imewaingia na kuwavaa wana Simba. Hawa ndio ambao wanapata mashaka kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kufanya ubaya ubwela kama kawaida kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kuwa na ubora wake ule ule kuhamia uwanja wa Amani. Simba tutaweza kuvuka na kwenda hatua ya finali. Kila mmoja anaamini hii ingewezekana kama ingekuwa Benjamin Mkapa, kwa sababu pale ni sehemu ambayo Simba tunakuwa hatueleweki ni kiumbe cha aina gani. Niko hapa kuwaambia, kuwahakikishia na kuwatoa hofu wana Simba, na niwaambie tu ya kwamba shehe ndiye ambaye amebadilika, kanzu ndiyo ambayo imebadilika, lakini shehe wetu ni yule yule. Tumehama kutoka Benjamin Mkapa, tumehama kutoka Tanzania bara na kuja uwanja wa Amani, lakini mnyama ni yule yule na atakayo kwenda kuyafanya ni yale yale, na malengo yetu ni yale yale, kuvuka nusu finali kwenda hatua ya finali. Malengo yetu ni yale yale, kumfanya vibaya Stellenbosch hapa katika uwanja wa Amani. Kwa hilo asitokee mwana Simba akawa na wasiwasi unalo ya kwamba tumehamia uwanja mwingine, makali ya Simba yatapotea ama ubora wa Simba utapotea. Ni wahakikishie wana Simba ya kwamba Simba ni ile ile. Hata tungeenda kuchezea chini ya bahari, Simba ubora wake ni ule ule. As long as ni ardhi ya Tanzania, Simba tunakwenda kufanya yale yale. Kwa mtu asiwe na mashaka hata kidogo. Ambacho tungemfanya Stellenbosch katika uwanja wa Benjamin Mkapa ndicho ambacho tunakwenda kumfanya hicho katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi, wao jukumu lao la msingi ni kuja tu uwanjani, mengine yote watuachie sisi. Ndugu zanguni waandishi wa habari, kauli mbiu yetu katika mchezo wetu wa robo finali kwenda nusu finali tulisema hii tunavuka. Tuliweka wazi kwamba hii tunavuka kwa sababu tulihitaji kweli kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Na sisi kwetu hatua ya nusu finali mwaka huu ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Niliwahi kueleza ya kwamba katika mechi hile tumeweka kila kitu mpaka uhai wetu kuhakikisha kwamba tunavuka, tunakwenda hatua ya nusu finali. Nguvu kubwa, kazi kubwa, juhudi kubwa, maarifa makubwa yalitumika kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo finali
anakwenda nusu fainali. Ni hatua ambayo kila mwana Simba alikuwa na iota siku moja klabu yake ifikie hatua hiyo. Asante Mungu, tumefanikiwa, tumeingia hatua ya nusu fainali. Je, baada ya kuingia nusu fainali tunafanyaje sasa? Tunakwenda na kauli mbiu gani sasa? Tujipukute tuseme ya kwamba tumefanikiwa, hii ndio ilikuwa ndoto yetu, ama tufanye kitu gani? Kauli mbiu yetu kuelekea hatua ya fainali, kuelekea mchezo huu, tunasema hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuingia nusu fainali, hapo sio mwisho wetu Simba Sports Club. Tunasema hatuishii hapa, kwa maana kwamba kutoka hatua ya nusu fainali tunakwenda mpaka fainali. Kwa niwaambie wana Simba wale wote ambao wamesharidhika na hatua ya nusu fainali ya kwamba tulihitaji hatua hii na tumeipata hatua hii, sasa turidhike. Niwaambie tu wana Simba ya kwamba sisi hatuishii hapa, tunatoka hatua hii tunakwenda fainali, na mwaka huu malengo yetu ni kwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tukifika fainali, kauli mbiu yetu itakuwa tunalibeba, lakini hapa kauli mbiu yetu tunaweka wazi kwamba hatuko tayari kuishia hatua ya nusu fainali, na ndiyo maana kwa kauli moja na kwa nguvu tunasema ya kwamba hatuishii hapa. Ndugu zanguni, bila shaka kila mmoja alifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo fainali anakwenda nusu fainali. Kila mtu ni siri yake, alifanya kitu gani Simba kufika nusu fainali. Kila mmoja anajua alifanya kitu gani. Aliyeomba anajua aliomba nini, aliyesali anajua alisali sala ngapi, alisali raka ngapi. Kila mmoja anajua alichokifanya kuhakikisha kwamba Simba inafika hatua ya nusu fainali. Wachezaji wanajua walipambana vipi kuhakikisha kwamba Simba anafika nusu fainali. Viongozi wamepambana kwa kiwango gani, wanajua wao kuhakikisha kwamba Simba anafika nusu fainali. Benchi la ufundi wanajua walitumia mikakati gani na mbinu gani ya kuipeleka Simba nusu fainali. Nusu fainali tumefika. Rai yangu, wito wangu, kila alichofanya mtu kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, kwenye mechi hii ya kuitoa Simba nusu fainali kuipeleka fainali, afanye mara 3 yake. Kama aliomba, basi azidishe maombi mara 3 yake. Kama alisali, basi azidishe sala mara 3 yake. Mapambano yoyote ambayo mtu aliyafanya kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, ayafanye mara 3 yake. Wachezaji wetu, nguvu waliotumia kwenye robo fainali, kwenye mchezo wa nusu fainali, watumie nguvu hiyo mara 3 yake. Viongozi wetu, mapambano waliyofanya kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, wafanye mapambano hayo mara 3 yake. Yaani kila mmoja azidishe mara 3 mapambano yake kuhakikisha kwamba Simba Sports Club anakwenda kucheza nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Inawezekana sana Simba kucheza fainali kwa sababu timu hiyo tunayo, ubora huo tunao, na kila kitu kimekaa vizuri kwa upande wetu. Na kama haitoshi, fainali tunaanzia ugenini, tunamalizia nyumbani. Haleluya! Tunakosaje ubingwa mwaka huu mwana Simba? Kwa hiyo kazi kubwa ya kufanya iko hapa kwenye hatua ya nusu fainali. Tunaanzia nyumbani, tunakwenda kumalizia ugenini. Tunapaswa kufanya kila kinachowezekana katika mchezo wa tarehe 20. Kazi yote imalizikie hapa, shughuli yote imalizikie hapa. Matokeo mazuri tutakayopata katika mchezo huu, tukienda Durban Afrika Kusini, tunakwenda kumalizia mechi ya pili. Wakati huo tayari mnyama ana uhakika wa kucheza fainali. Kwa ndugu zangu wana Simba,
hii sio mechi ya mtu mmoja, hii sio mechi ya viongozi, na wala hii sio mechi ya wachezaji. Hii ni mechi ya kila mwana Simba. Kila mwana Simba aicheze hii mechi kadri anavyoweza, mara 3 ya nguvu aliyokuwa nayo, kuhakikisha kwamba mnyama anatoka nusu fainali anakwenda fainali. Na kwa hapa sasa, na kwa mechi hii sasa, tunatakiwa kuunganisha nguvu ya visiwani na nguvu ya bara, ziwe zote kwa pamoja, tumpeleke mnyama fainali. Hiyo inawezekana sana. Mechi inakuja kuchezwa Zanzibar. Wenyeji wetu ni watu wa Zanzibari. Wao wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha ya kwamba wanaipeleka Simba fainali. Na kwa hilo mimi sina mashaka nalo. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi kwa Wazanzibari wote, hasa wa Simba, kuhakikisha ya kwamba tunashikamana, tunapambana, tunafanya kila kinachowezekana, mnyama anakwenda nusu fainali. Niliwahi kusema katika mazungumzo yangu ya kwamba kila wakati wana historia yao. Wenzetu wana Simba, wenzetu wana historia ya kuipeleka Simba fainali mwaka 1993. Mwaka 2025 tunatakiwa kuandika na sisi historia yetu, ambayo itakuwa ni kuipeleka tena Simba fainali, lakini sio tu fainali, na kuchukua na ubingwa wenyewe. Kwa hiyo hii imekuja wakati muafaka na sisi kuandika historia yetu ya kuipeleka Simba fainali. Kuandika historia ya taasisi kubwa kama Simba haiandikwi na upande mmoja, haiandikwi na mtu mmoja, inaandikwa na jamii nzima iliyozunguka taasisi hiyo. Hapa na wazungumzia wanasimba. Wanasimba wote wa dunia nzima wana jukumu la kuipeleka Simba nusu fainali, ili na sisi tuache historia ya kwamba katika kipindi chetu cha uhai Simba iliwahi kufika fainali ikiwa mikononi mwetu. Kwa hiyo kuanzia sasa kila mwana Simba atambue ya kwamba analo jukumu hilo la kuipeleka Simba fainali. Na tuna kila sababu ya kuumaliza mchezo huu katika uwanja wetu wa nyumbani. Tuna kila sababu ya kuhakikisha ya kwamba tunapata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Tuna kila sababu ya kuua hii mechi katika uwanja wetu wa nyumbani. Tufanye kila kinachowezekana kufanywa, mnyama apate matokeo mazuri katika uwanja huu wa Amani. Tukienda katika mechi ya marudiano, twende tukamalize kazi, mnyama aende fainali. Mpinzani wetu Stellenbosch sio mpinzani wa kumbeza. Ni kweli ni timu ngeni katika soka la Afrika, lakini mpaka anafika nusu fainali, manake kuna kazi kubwa ambayo ameifanya na kuna ubora aliyokuwa nao uliomfikisha hapa hatua ambayo amefika. Kwa hiyo hatupaswi kumchukulia poa hata kidogo. Kwanza kila mwana Simba anapaswa kushtuka, amewezaje kumtoa Zamalek ambaye ni bingwa mtetezi. Nina imani hapa kila mwana Simba alikuwa anapiga hesabu ya kwamba nusu fainali ni sisi na Zamalek. Kila mwana Simba alikuwa na imani hiyo, lakini baada yake tukaja kupata matokeo ya kushtukiza. Tena Zamalek akiwa nyumbani kwao Misri amefia pale pale mbele ya Stellenbosch. Hii peke yake inapaswa kutufanya sisi wana Simba kuamka sasa. Inapaswa kutufanya sisi wana Simba kufikiria mara mbili aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hajamtoa Zamalek kwa bahati mbaya, hajafika nusu fainali kwa bahati mbaya. Ana ubora uliomfikisha hapo. Kuna miaka ya nyuma huko, kuna timu ziliwahi kufika nusu fainali ikiwa iko hoi. Ni tofauti kabisa na Stellenbosch. Amefika nusu fainali
kwa ubora aliyokuwa nao. Na Waswahili wanasema ukimuona tembo juu ya mti, basi kuna namna ambayo imemfikisha hapo. Yaani usije kumuona tembo juu ya mti alafu ukachukulia poa. Lazima ujiulize mara mbili amefikaje hapo juu ya mti. Kwa huyu Stellenbosch kufika kwake nusu finali, lazima wanasimba tufikirie mara mbili amefikaje juu ya mti, amefikaje nusu finali. Ukimuona nyani mjini kati posta, yuko na mtu wake huyo, usifikiri amepotea njia tu, lazima tumtafute nani kamleta nyani posta. Kwa hiyo ukimuona Stellenbosch yuko nusu finali, lazima tukae kitako wana Simba tujiulize mara mbili, huyu bwana amefikaje nusu finali, na kama amefika nusu finali amemtoa nani na nani hadi kufika hapa. Je, anashindwa kututoa sisi wana Simba? Ni jambo la msingi mno la kujiuliza. Tukishapata majibu, tujue ugumu wa kazi tuliokuwa nayo kuielekea nusu finali yetu. Ni kweli ni timu ngeni, lakini ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa, ina wachezaji wenye ubora mkubwa, na kama haitoshi wana kocha mkubwa kweli kweli, ambaye Simba tumeshawahi kukutana naye kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, akatufunga tukaondolewa. Nataka mjue ni kocha bora kiasi gani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hivyo basi sio mechi ya kuchukulia poa, wala tusihangaike kuangalia msimamo wa ligi ya Afrika Kusini, Stellenbosch anashika nafasi ya ngapi. Hiyo haitotusaidia. Tumwangalie huyu mpinzani nusu finali ametoboa vipi. Kumbuka alianza kucheza raundi ya kwanza kabisa, preliminary, ambayo kuna timu zilitolewa hapa za Tanzania. Akaja akacheza raundi ya kwanza akatoboa, akaja akaingia group stage akatoboa, akaenda robo finali na bingwa mtetezi akatoboa. Leo hii amekutana na mnyama. Ndugu zangu ni wana Simba, tuna kazi kubwa kweli kweli ya kufanya, kuhakikisha ya kwamba tunamdhibiti, kuhakikisha ya kwamba tunamfunga hapa katika uwanja wa Amani. Tukienda kwenye mechi ya marudiano ni yena mnyama anakwenda zake finali, na tukifika finali hiyo ni unstoppable mpaka ubingwa insha Allah. Ndugu zangu, mchezo wetu wa Jumapili, viingilio vya mchezo huo. Kwanza niseme uwanja wa Amani, baada ya kujiridhisha na kuwasiliana na mamlaka husika, zimetuthibitishia kwamba uwanja unaingiza mashabiki 15,885. Hivyo tunapaswa kuujaza uwanja huu bila siti yeyote kubaki. Ingekuwa inaruhusiwa kila siti moja tungekaa watu wawili, ili walau tupate watu 30,000 hivi tuweze kufanana na mandhari ya Benjamin Mkapa. Lakini uwanja unaingiza watu 15,885. Ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi 40,000. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa VVIP wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa, ili shavu la kushoto na kulia hapa ndiyo VIPA, pale ni shilingi 40,000 kwa kichwa. VIPB Urusi ni shilingi 20,000. Mzunguko ni shilingi 10,000. Na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card. Kwa hapa Zanzibar kutakuwa na vituo 15 kwa maana ya Unguja na Pemba, ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa N-card, pamoja na duka la TTCL. N-card zinapatikana hapo, na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika
maeneo mbalimbali. Nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma, vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu finali. Wito wangu sasa, wito wangu uko sehemu mbili. Kwa hapa Zanzibar wengi tumezoea tiketi zile za paper tickets ambazo mara nyingi huwa zinauzwa siku ya mchezo. Kwa mechi hii tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card ambazo unaweza kununua hii leo Jumanne ukaitunza tiketi yako mpaka tarehe ya mchezo. Na siku ya mchezo, this is very important, na siku ya mchezo tarehe 20 tiketi hazitauzwa nje ya uwanja wa Amani. Tumezoea kununua tiketi siku ya mchezo uwanjani. Kunakuwa na mawakala kadhaa ambao wanauza tiketi nje ya uwanja wa Amani. Mechi hii ni ya CAF. Taratibu yake ni tofauti kabisa. Sio utaratibu wa Mapinduzi, sio utaratibu wa Muungano, sio utaratibu wa ligi kuu ya NBC, sio utaratibu wa ligi kuu ya Zanzibar. Utaratibu huu ni wa CAF ambao hauruhusiwi kuuza tiketi nje ya uwanja. Hivyo basi, yeyote ambaye anahitaji kununua tiketi, anunue tiketi yake hivi sasa katika vituo ambavyo nitavitaja hapa. Hapa nje ya uwanja wa Amani, kuanzia hii leo mpaka siku moja kabla ya mchezo, kwa maana tarehe 19 kutakuwa kuna mawakala wanauza tiketi hapa. Tarehe 20 hawatauzia hapa tiketi. Lakini vile vile yuko Muhammad Zaharan Abdullah. Huu ni wakala wa kuuza tiketi, anapatikana hapa Unguja. Lakini Shadrack Kimario yupo Kariakoo Mchina Tambi, naye ni wakala wa kuuza tiketi. Nuhu Jumanne yuko Bubu Skuli, naye vile vile anauza tiketi. Rashid Isa Juma yuko Fuoni Mambo Sasa na Wasilisha, naye vile vile anauza tiketi. Lukman Omar Khamis yuko Radio 1 Daraja Bovu, naye anauza tiketi. Harith anapatikana hapa maeneo ya Amani. Fahad yupo Kwerekwe. Hamza yuko Meli Tano. Suleiman yupo Kwerekwe Sokoni. Mwinyi Mwana Kwerekwe Car Wash, naye vile vile anauza tiketi, bila kumsahau TTCL ambayo ipo Kijangwani, na kwenye vile vile wanauza tiketi. Kwa hiyo tiketi yako nunua mapema hivi sasa. Kwa wale wa Dar es Salaam, usisubiri mpaka uje Unguja ndio uje ununue tiketi yako. Tiketi yako mwana Dar es Salaam, nunua huko Dar es Salaam. Ukija huku uje na tiketi yako mkononi. Tumetaja capacity ya uwanja hapa ili kila mtu aone ni idadi ndogo kiasi gani ukilinganisha na mahitaji ya watu ambao wanahitaji kuja kwenye huu mchezo. Maana yake, ili kujihakikishia kuiona Simba nusu finali, unatakiwa kununua tiketi yako mapema ili uimiliki, na siku ya mchezo ikifika uje ushuhudie mchezo, uje ushuhudie historia, uje umuone mnyama. Kama ambavyo nimesema, mechi hii inapigwa katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar, na wenyeji wetu ni watu wa Zanzibar. Niwaambie tu Wazanzibari ya kwamba hii Simba ambayo inakuja kucheza New Amani Complex ni Simba mpya kabisa
ambayo wao Wazanzibari hawajawahi kuiona. Watu wa Tanzania bara wameshaiona Simba ambayo naizungumzia hapa. Waliiona kwenye hatua ya robo finali, waliiona kwenye mechi na Constantine, waliiona kwenye mechi na Sfaxien. Lakini hii Simba ya nusu finali hakuna Mzanzibari yoyote ambaye ameshawahi kuiona, labda yule ambaye alikuja kwenye mechi ya robo finali. Sizungumzii kuiona kwenye TV, nazungumzia kuiona mubashara, kuiona live, kuiona ukiwa uwanjani. Hakuna yoyote ambaye amewahi kuiona. Hii ni Simba ya tofauti kabisa na ambayo mmewahi kuiona ikicheza fainali za Mapinduzi. Hii ni Simba ya tofauti kabisa na ambayo mmewahi kuiona ikicheza kombe la Muungano. Hii ni Simba mpya ambayo hakuna Mzanzibari amewahi kuiona. Kama umeshawahi kumuona Mpanzo akicheza kombe la Mapinduzi, basi unakuja kumuona Mpanzo mpya kabisa ambayo humjui katika maisha yako. Kama umeshawahi kumuona striker refu kuliko goli akicheza kombe la Muungano, basi huyo uliyemuona ni photocopy. Original yenyewe kabisa utaiona kesho kutwa tarehe 20. Kama umeshawahi kumuona Shomari Kapombe akicheza katika uwanja wa Amani mashindano mengine yasiyokuwa ya kafu, tarehe 20 unakwenda kumuona Kapombe mpya kabisa ambaye hujawahi hata kumfikiria kama yupo kiumbe wa aina hiyo. Kwa hiyo basi, ndugu zangu wa Zanzibari, niwaambie tu ya kwamba tarehe 20 mnakwenda kushuhudia kila kitu kipya katika uwanja wa New Amani Complex. Hii sio mechi ya mtu kukosa. Hii sio mechi ya mtu kuangalia kwenye TV. Hii sio mechi ya mtu kuhadithiwa. Hii ni mechi ambayo kila mtu anatakiwa aitazame kwa macho yake ya nyama, na tarehe 20 kila mtu atakwenda kuiona Simba ninayozungumzia hapa. Na watu wa Zanzibar na kila sababu ya kujipongeza kupata nafasi ya kuiona Simba hii ambayo kwa mara ya kwanza ikiwa nafasi ya 4 kwa ubora Afrika inakuja kucheza katika ardhi yenu. Maana yake ni kwamba ni heshima kubwa, ni jambo la kujivunia. Tukutane New Amani Complex tarehe 20. Mechi ni saa 10 kamili, na hili ningependa tusisitizane hasa kwa wenyeji hapa, na kwa kuwa nyie ndio wenye huu mchezo lazima tuwekeze nguvu kukumbushana kuhusu nyinyi. Tumezoea mechi zetu hapa mara nyingi ni saa 2:15 usiku, umeshashiba vizuri boflo yako unakuja uwanjani. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa. Na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo, kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Mmenielewa eh? Muda mzuri wa kumzika mtu waga ni saa 10. Na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu New Amani Complex. Amani Complex, neno new toa. Amani Complex, tunakwenda kuandika kaburi la kwanza pale. Tukutane Amani Complex. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia ndugu zangu. Mechi ni saa 10 kamili. Wale wanaotarajiwa kutoka Dar es Salaam na maeneo ya mbali siku ya mchezo, basi watambue kabisa mechi ni saa 10. So nafika hapa, aya, nilijuaga ile saa 2:15. Tusiishi kwa kukariri. Mechi ni saa 10 kamili jioni. Huo ndio muda wetu Simba Sports Club wa kufanya ubaya ubwela, ndio muda wetu wa kwenda kuzika watu. Kwa hiyo tukutane saa 10 kamili. Kama kawaida yetu, sisi ni watu wa heka heka, na mechi hii pamoja na kwamba tuna uwezo wa kuuza tiketi 15,000,
ndani ya muda mfupi, lakini asili yetu hatuwezi kuiacha, na mjasiri haachi asili. Asili yetu ni kispika, asili yetu ni hamasa, asili yetu ni kupita kijiwe kwa kijiwe, tawi kwa tawi, kuhakikisha kwamba tunafanya hamasa. Hata tiketi zikiisha leo, lakini ratiba yetu ya hamasa iko vile vile, iko pale pale. Hivyo basi tunatarajiwa kuanza hamasa ya mtaa kwa mtaa, tawi kwa tawi, kuanzia siku ya Alhamisi. Sijui itakuwa tarehe ngapi, lakini Alhamisi tarehe 18. Hamasa yetu itaanzia kwenye tawi la Mkwajuni ambalo lipo mkoa wa Kaskazini Unguja. Ni mbali kidogo kwa nyinyi wageni, ni mbali kidogo, lakini tutakwenda kuanzia hamasa yetu huko kwa ajili tarehe 17. Chiko umedanganya. Alhamisi ni tarehe 17. Tukitoka tawi la Mkwajuni tunakwenda tawi la Bumbwini, liko huko mkoa wa Kaskazini Unguja. Hiyo itakuwa ni siku ya Alhamis, siku itaishia hapo. Siku ya Ijumaa tutaanza na kutoa sadaka kwa watoto yatima. Kituo umeshapata? Kwenye kutoa msaada kwa watoto yatima tunashirikiana na Mo Dewji Foundation. Lakini Mzanzibari yoyote, Mtanzania yoyote ambaye atahitaji kujumuika nasi siku ya Ijumaa anaruhusiwa na yeye kuja na sadaka yake, tukaambatana kwa pamoja na kwenda kuwafariji watoto yatima ambao wanauhitaji. Lakini inawezekana wote tusiweze kwenda kwenye kituo kimoja. Hivyo basi wana Simba kutoka maeneo tofauti tofauti, kwenye maeneo yao, kwenye mitaa yao, kwenye matawi yao, wanaweza wakajikusanya pamoja wakaenda kutoa misaada kwenye watu wenye mahitaji maalum. Hiyo itakuwa ni siku ya kitaifa ya Simba kutoa sadaka kwenye vituo vya watoto yatima, kwenye mahospitali, kwenye watu wenye mahitaji, ili mradi kujikaribisha karibu na Mwenyezi Mungu, ili tutakayomuomba atujalie tarehe 20 tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa hapa visiwani Zanzibar, atakayeweza kuambatana nasi ruksa, atakayeshindwa anaweza akafanya yeye binafsi, wakafanya kama tawi, wakachagua eneo lao, wakaenda kutoa sadaka yao, wakaenda kutoa msaada yao, ukiweka nia ya kwamba Mungu, nakupa sadaka, natoa sadaka hii ili Simba yangu iweze kufanya vizuri siku ya tarehe 20. Mungu anapokea, tunamfanyia mtu hapo umafia, nyama anakwenda zake finali. Kwa hili ni swala la kitaifa, kila mwana Simba, kila tawi wanapaswa kufanya hivyo siku ya Ijumaa tarehe 18. Tukimaliza kutoa msaada ama sadaka, tunaendelea na hamasa katika tawi la Mbuzini. Liko maeneo ya Mbuzini huku, kuna amsha vibaya mno huko. Tutakwenda kufanya hamasa huko kwa ajili ya kuwaita wanasimba kwa ajili ya mchezo wetu. Siku itaishia hapo Mbuzini. Jumamosi tunaamkia Mtoni Kidatu. Mtoni Kidatu iko hivi. Baada ya Mtoni Kidatu tunakwenda tawi la Mwanyanya, iko maeneo ya katikati hapa. Iko hapa. Siku ya Jumamosi tutatembelea vijiwe vya kahawa vile maarufu vya hapa mjini ambavyo vina wanasimba tu, kwenda kuwasalimia na kualika kwenye mchezo wetu. Na kwa hapa Kajole, uwe very smart, usije ukanipeleka kwenye vijiwe vya wavimba macho.
unipeleke kwenye vijiwe vya wanasimba nikazungumze na wanasimba wenzangu. Usitupeleke kwenye vijiwe vya watu ambavyo roho zao zimekunja vibaya mno baada ya Simba kuingia nusu fainali. Ndugu zanguni, kuna watu tunacheka nao tu, lakini wanaumia kuanzia utosi mpaka unyayo baada ya Simba kuingia hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo tuwe nao makini mno, tucheke nao lakini tusiwaamini. Wanateseka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila wakikumbuka ya kwamba Simba ameingia nusu fainali, wanaumia pakubwa mno. Sasa hawa watu ni wakuwa nao kwa umakini. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea vituo vya vijiwe vya kahawa, lakini vile ambavyo tuna uhakika navyo ni vijiwe vya Simba Sports Club. Jumamosi tutakuwa na funga kazi kwenye tawi la Kikwajuni. Hili ndiyo tawi la kwanza la Simba Sports Club Tanzania nzima. Lilianzishwa hili, baada hapo likaja tawi la Shibam ambao ndio tawi la pili, lakini tawi la kwanza kabisa ni tawi hili la Kikwajuni. Kwa hiyo siku ya tarehe 19 tutakuwa na mkutano mkubwa kabisa baina ya sisi na wanachama, mashabiki wote wa tawi hili la Kikwajuni, na matawi yote ya hapa Zanzibar mnaalikwa kwenye tawi hili la Kikwajuni kwa ajili ya funga kazi kuelekea katika mchezo wetu ambao utakuwa ni kesho yake siku ya tarehe 20. Inawezekana kwenye orodha hii tawi lako halijatajwa ama tawi lako halimo. Hiyo isikutie mashaka mwana Simba. Muhimu hapa sio kutembelea tawi fulani. Muhimu hapa ni kutembelea wana Simba. Kwa hiyo kama wewe uko karibu na tawi fulani lakini sio tawi lako, wewe njoo kwenye hilo tawi, tutakutana hapo tuzungumze pamoja. Kama ilivyo kwa Muislamu achagui msikiti, adhana ikilia hapo hapo walipo wanaingia na swali, ndivyo hivyo kwenye harakati hizi. Tawi lolote ambalo wewe mwana Simba utakuwepo, ni karibu yako, karibu hapo, tuje tuzungumze kuhusiana na Simba yetu. Kwenye hili letu ni moja, hatuishii hapa, tunataka kwenda mpaka fainali. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, bila shaka nimegusa maeneo yote na kutambulisha CRDB Bank kama mdhamini wetu katika mechi yetu hii ya nusu fainali. Amekuwa nasi CRDB tangu mechi ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi mpaka leo, ameendelea kudhamini mechi hadi mechi. Tunamshukuru kwa sababu udhamini wake unatuongezea nguvu wana Simba na unatuongezea ubora, na hatimaye tumefanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu fainali. Na tumwambie tu ya kwamba CRDB ya kwamba hatutakuangusha, tutakupeleka mpaka fainali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba utaendelea kutupa hela zako mpaka fainali. Lakini vile vile tuko na Yas, naye kutokana na umuhimu na thamani na ubora wa mchezo wetu huu, Yas naye vile vile ametudhamini Simba Sports Club ili tuwe na mazingira mazuri ya kimaandalizi na hatimaye tufanikiwe kwenda hatua ya fainali. Yas tumekuwa naye kwenye matukio mbalimbali ya kisimba, ikiwemo Simba University Bonanza ambaye yeye alikuwa ni mdhamini mkuu, na sasa amekuja tena kuongeza nguvu kwenye mechi yetu hii ya fainali ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya fainali. Na kampuni yoyote ambaye inahitaji kudhamini Simba Sports Club kwa mechi hii ya robo ya nusu fainali, kwa mechi hii ya nusu fainali, anakaribishwa, milango iko wazi. Na nichukue nafasi hii kuishukuru CRDB
pamoja na kampuni ya Yas kwa kuona umuhimu, kutambua thamani ya mechi hii na kuona kila sababu ya wao kuongeza nguvu, kumuongezea nguvu mnyama ili twende tukapambane na Stellenbosch na hatimaye tuvuke twende hatua ya nusu finali. Mwakilishi wa CRDB na mwakilishi wa Yas ambao mko hapa ukumbini, nitawapa nafasi mzungumze kidogo, lakini naomba mfikishe salamu za Simba Sports Club kwa mabosi wenu ya kwamba Simba tunathamini, tunatambua na tunashukuru support yenu ambayo imetuongezea nguvu ya kwenda kumuua Stellenbosch, na sisi tunawahakikishia ndugu zetu wa CRDB na Yas ya kwamba hatutaishia hapa. Bandia. Sasa hivi kuna nyasi asilia. Je, mpango ukoje kuhakikisha kwamba timu inakuja mapema ili kuzoea nyasi asilia? Niseme tu ya kwamba nyasi asilia tangu tumeanza mashindano yetu Simba Sports, kuanzia hatua ya kwanza hadi kufika hapa, hatujacheza katika uwanja wa nyasi bandia. Maana yake ni kwamba sisi tuna uzoefu mkubwa na uwanja wa nyasi asilia. Kwa hiyo kuja kucheza uwanja wa Amani ambao umebadilishwa na kuwekwa nyasi bandia, maana yake ni kwamba tunakuja kucheza katika mazingira ambayo tayari tunayajua, tayari tumeyazoea. Lakini kama haitoshi, timu inakuja kesho. Though hatutofanya mazoezi katika uwanja wa Amani, lakini tutafanya mazoezi katika kiwanja ambacho kinafanana asili yake na uwanja wa Amani, ili wachezaji waweze kuzoea ile comfortability ya nyasi za uwanja wa Amani. Kwa hilo lisikutie mashaka. Uliza nini? Wageni nini? Mechi ya robo finali anauliza. Tulialika wageni wengi sana, jambo ambalo lilileta hamasa kubwa. Uko sahihi, na katika mechi hii mwendo ni ule ule. Never change the winning team. Kwa hiyo basi, kwa kuwa mbinu ile ilitupa mafanikio makubwa hasa kwenye hamasa, maana yake tutaendelea kuitumia mbinu ile ile. Hii ni kusema ya kwamba tutaendelea kutangaza wageni ambao tutawaalika katika mchezo wetu wa tarehe 20. Tupiane subira, leo ndo kwanza Jumanne. Swali moja kutoka hapa visiwani Zanzibar. Kaka mkubwa anauliza, kwa nini vilabu vya Tanzania hamui kitu kimoja napocheza na vilabu vya nje? Na huyu bwana aliuliza anaonekana ni mzalendo sana, kwa sababu ameuliza hili swali kwa uchungu. Nilikuwa nasoma taswira yake ilivyo. Swala la kuwa kitu kimoja. Akia Mungu. Ili bwana naomba nisilijibu, kwa sababu mimi nina imani yangu juu ya swala la kitu kimoja. Kwa hiyo nisingalijibu hapa ikahesabia kama ni msimamo wa klabu. Inawezekana klabu ikawa na msimamo wake, lakini mimi nina imani yangu juu ya masuala haya ya kuwa kitu kimoja. Lakini nitakupa tu mfano mdogo na mwepesi. Mwaka juzi tulienda kucheza Morocco na Raja Casablanca. Wydad Casablanca ambao ni wapinzani wakubwa wa Raja Casablanca wakatupa uwanja wa kufanyia mazoezi na wakasema, mkihitaji chochote tuambieni, tuko tayari kuwasaidia. Mwaka uliofuata tukaenda kucheza na Wydad Casablanca. Raja wakafanya hivyo hivyo. Umeelewa Umepata concept
Kwa hiyo kwa hapa nyumbani Tanzania kuwa kitu kimoja, naomba nisiijibie, lakini huko nje haya mambo yanafanyika kwa namna hiyo. Yes, Zamalek ukienda kucheza na Al Ahly, Zamalek wanajitanabaisha kabisa, wafungeni hao. Yote kwa yote, huu ni ushindani. Kwa hiyo lazima watu washindane. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho wenzetu hawafiki na kufanya ni kufanya figisu ili mpinzani wako wa ndani ashindwe. Hiyo wenyewe huwa hawafanyi. Anakuambia tu bana mfungeni yule, yeye ana zake pembeni. Tofauti na hapa ambao kuna ambao wanajivisha kabisa sasa na kujifanya wao ni wapinzani, wanawasaidia. Hiyo inaweza kawa na changamoto. Kwa hiyo majibu yangu hayo naomba utosheke nayo, ila tukitoka hapa nitakwambia mimi nina mtazamo gani kuhusiana na kuwa kitu kimoja. Usiandike lakini. Swali la mwisho amezungumza ndugu zangu Muhammad hapa kutoka Bomba FM. Anasema mmezoea Benjamin Mkapa, leo mnakuja Amani, amuoni kuna kitu kinapungua kwenye timu yenu? Nadhani nimeelezea vizuri hili hapo awali, lakini niseme tu Simba ni Simba. Simba wa Serengeti ndio Simba wa Mikumi, na ndio Simba wa Selu, na ndio Simba wa Tengeru, ndio Simba wa everywhere. Yani huwezi kukutana na Simba ukasema huyu ni Simba wa Serengeti hawezi kunidhuru. Simba wa hivyo hayupo. Na kwa Simba hii Afrika yote iko mkononi mwetu. Popote tunapoenda sisi tunatamba na kutawala. Sembuse hapa Zanzibar nyumbani kwetu kabisa, tunaelewana hadi lugha. Kwa sisi tuko nyumbani, hatuna mashaka na Zanzibar, hatuna mashaka na Amani, na yote ambayo tulipanga kuyafanya Benjamin Mkapa tutayafanya hapa Amani bila mashaka ya aina yeyote yale. Na mbuzi tutasafirisha. Faruk Karim, kwa heshima yako tu, ulishakataa mwanzoni, una swali? Ndio.